Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Na haya ndiyo tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Tutaangazia machungu na matumaini ya wakimbizi wa Sudani katika kambi ya wakimbizi ya Kiriandongo iliyoko nchini Uganda. Uganda imetuonesha ukarimu mkubwa sana, lakini mioyo yetu bado iko Sudani. Nimekuwa hapa na familia yangu kwa miaka 3 sasa, na kila siku tuna ndoto moja: vita iishe ili tuweze kurudi nyumbani. Na leo katika kujifunza Kiswahili tutabisha hodi Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi Aprili mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao unawasilishwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea. Naanza na haki za binadamu. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo wametaka uchunguzi wa haraka na uwajibikaji wa kimataifa kufuatia madai ya usafirishaji haramu wa wanawake na wasichana yaliyoibuliwa katika faili za Epstein. Wamesema madai hayo yanaonyesha mtandao mpana wa ukatili wa kingono uliodumu kwa miaka mingi na kuhusisha watu mashuhuri. Wataalamu hao wamekosoa serikali kwa kushindwa kuchukua hatua stahiki, wakionya kuwa hali hiyo inaendeleza utamaduni wa kutowajibika. Pia wamesisitiza umuhimu wa haki inayoweka mbele manusura, ikijumuisha huduma za afya, msaada wa kisaikolojia na fidia, huku wakitaka hatua za dharura ili kuzuia uhalifu huo kutojirudia. Nikigeukia Mashariki ya Kati, mashambulizi makali ya anga ya Israel yameendelea tena kusini mwa Lebanon, yakilenga maeneo karibu na ngome ya Hezbollah ya Binti Jibeili, huku mashambulizi ya roketi kuelekea kaskazini mwa Israel nayo yakiendelea na kuongeza hofu ya kuongezeka kwa mapigano. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limesema limezuia meli 10 kupita katika mlango bahari wa Hormuz, likitekeleza zuio lake lililotangazwa dhidi ya bandari za Iran. Wakati huo huo, mvutano wa kidiplomasia unaongezeka katika Umoja wa Mataifa, ambapo Baraza Kuu limekutana leo kujadili matumizi ya kura ya turufu kufuatia azimio la Baraza la Usalama kuhusu Mashariki ya Kati lililoungwa mkono na wengi, lakini kuzuiwa kwa kura ya turufu na Uchina na Urusi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, maendeleo haya yanaonyesha kuongezeka kwa hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kijeshi na kidiplomasia. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF leo limeelezea wasiwasi mkubwa kufuatia ongezeko la watoto waliouawa au kujeruhiwa nchini Ukraine, ambapo watoto 89 wameathirika kwa mwezi Machi 2026 pekee. Kwa mujibu wa takwimu zilizothibitishwa na ripoti ya uangalizi wa haki za binadamu nchini Ukraine, idadi hiyo imeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwezi wa Februari, hali inaonyesha madhara makubwa ya mashambulizi yanayoendelea kwa familia na jamii. UNICEF inasema mashambulizi mabaya ya usiku wa tarehe 15 Aprili yalipiga miji kadhaa mikubwa ikiwemo Dnipro, Kharkiv, Kiev na Odessa, na kuonesha hatari kubwa inayowakabili watoto. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Flora Nducha kutuletea muktasari wa habari. Utakapofika wakati wa kujifunza Kiswahili tutafahamu maana ya methali awali kuwa heri si ajabu. Basi ambatana nami hadi mwisho. I integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/USW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina.
Uganda ni moja ya nchi zinazohifadhi wakimbizi wengi zaidi duniani. Kwa Afrika ni ya kwanza ikihifadhi wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Burundi, Rwanda, Sudan, Sudani Kusini na hata Kenya. Katika mada kwa kina hii leo tunaangazia wakimbizi kutoka Sudani ambao wapo nchini Uganda, na Uganda iliwapokea na kuwapa makazi katika makazi ya wakimbizi ya Kiriandongo yaliyopo magharibi mwa nchi hiyo. Abdelmonen Maki wa idhaa ya Kiarabu ya Umoja wa Mataifa hivi karibuni aliyatembelea makazi hayo na kuzungumza na wakimbizi hao kutoka Sudani. Na sasa kwa lugha ya Kiswahili, Faisal Kirwa wa idhaa hii anasimulia zaidi. Karibu Faisal. Asante Lea. Katika makazi ya wakimbizi ya Kiriandongo nchini Uganda, mahema meupe yamejipanga kwa mistari, huku maisha mapya yakianza taratibu katikati ya changamoto nyingi. Video hii iliyoandaliwa na mwenzetu Abdelmonen Maki inaonyesha barabara iliyokarabatiwa ikiwa katika matumizi makubwa, huku pikipiki zikiwa njia kuu ya usafiri na kuchangia kwa kiasi kikubwa shughuli za kila siku za wakazi wa eneo hilo. Nje ya boma la kiongozi wa jumuiya ya wakimbizi wa Sudan katika makazi ya wakimbizi ya Kiriandongo, wametandikiwa mkeka unaoashiria eneo la pamoja la kula chakula ambapo hukusanyika na kushiriki milo kwa pamoja. Hussein Hashin Taiman, kiongozi wa jumuiya ya wakimbizi, anaeleza ugumu wa ukimbizi. Kwa wale wasioelewa asili ya vita, nasema hivi: ninahisi maumivu makubwa na kukatishwa tamaa sana. Lakini kwa wale wanaoelewa vita, hii ni hali ambayo wengine wamewahi kupitia kabla yetu. Hapa kambini, mateso ni makubwa na kila mmoja wetu huhisi mzigo wake ni mzito zaidi kuliko wa mwenzake. Lakini tunapokaa pamoja, madaktari, wahandisi na wataalamu wengine, tunazungumza kuhusu maisha yetu ya zamani, mafanikio tuliyokuwa nayo na kazi tulizokuwa tukifanya. Leo tunaishi ndani ya hema, hali ambayo ni tofauti kabisa na maisha yetu ya awali. Hivi ndivyo vita ilivyo, na haya ndiyo matokeo yake. Watu wengi walitumaini vita ingeisha haraka, lakini imeendelea kwa muda mrefu zaidi. Kadri inavyoendelea, ndiyo inavyoharibu kizazi kizima na kupoteza mustakabali wa watu waliowekeza maisha yao yote kujenga nchi yao. Katika mji wa Kampala, baadhi ya wakimbizi wameanza kujitegemea kwa kuanzisha huduma mbalimbali, ikiwemo sekta ya afya. Daktari Abdul Jabbar Mohamed Adam, akiwa ameketi kwenye kiti chake cha kuhudumia wagonjwa kama daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, anaeleza uzoefu wake. Wengi wa wenzetu wamefanikiwa kuanzisha vituo vya afya hapa Kampala vinavyotoa huduma kwa jamii. Tunamshukuru Mungu, hali ni nzuri na taifa la Uganda limetupokea kwa mikono miwili na kazi zetu zinaendelea vizuri bila matatizo. Hatujihisi kama wageni, bali kama bado tuko nyumbani Sudan. Ningependa kuishukuru Uganda kwa ukarimu wake na pia jamii ya Wasudani kwa mchango wao. Sio kila mkimbizi anategemea misaada. Kuna wataalamu, wafanyabiashara na wengine wanaofanya kazi na kuchangia uchumi wa nchi. Hata hivyo, licha ya utulivu huo, wengi bado wanabeba mzigo wa kihisia pamoja na hamu kubwa ya kurejea nyumbani. Dr. Wadad Meki, mkimbizi na mhadhiri wa chuo kikuu, anaeleza matumaini hayo. Tumejizatiti hapa na hali ya usalama ni tulivu. Uganda imetuonesha ukarimu mkubwa sana, lakini mioyo yetu bado iko Sudan. Nimekuwa hapa na familia yangu kwa miaka 3 sasa, na kila siku tuna ndoto moja: vita iishe ili tuweze kurudi nyumbani. Tunaomba pande zinazopingana zisikilize sauti ya busara na kuanza mazungumzo yatakayoleta amani ya kudumu. Popote tutakapokwenda, hatutapata mahali bora kuliko Sudan. Kwa upande mwingine, wakimbizi wengine wamefanikiwa kujenga upya maisha yao ya kiuchumi. Ibrahim Zakaria Yahya, mfanyabiashara, anaeleza jinsi alivyoanza upya. Nilipofika hapa kwa mara ya kwanza, nilipokelewa kwa mikono miwili. Hadi leo sijawahi kujihisi kama mkimbizi, isipokuwa labda kwenye makaratasi tu. Hakuna aliyewahi kunizuia kufanya biashara kwa sababu ya hali yangu. Ninashukuru sana serikali na watu wa Uganda kwa kunipa fursa hii. Ninatendewa kama raia wa kawaida na ninaweza hata kupata kipande cha ardhi, kitu ambacho sikuwa nacho hata kabla. Picha za maisha ya kambini zinaonyesha mchanganyiko wa matumaini na changamoto, watoto wakicheza, watu wakifanya biashara ndogondogo
na wengine wakikusanyika kujadili maisha yao ya zamani na ndoto zao za baadaye. Ingawa wamepata hifadhi na fursa mpya nchini Uganda, wakimbizi hao wamesema suluhisho la kudumu linabaki kuwa amani nchini Sudan, ili waweze kurejea nyumbani na kujenga upya maisha yao walioacha nyuma. Asante sana Faisal Kirwa kwa simulizi hiyo, na shukran kwa Maki kwa kuifanikisha. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Hapa anafafanua maana ya methali awali kuwa heri si ajabu. Awali kuwa heri si ajabu. Neno heri lina maana ya kufika mwisho, yaani tamati. Methali hii ina maana kwamba kilichotangulia au kuwa cha kwanza huenda kikawa cha mwisho, kwamba si ajabu wa kwanza akawa wa mwisho na wa mwisho akawa wa kwanza. Inatuelimisha kwamba maisha ya binadamu ni kigeugeu. Tujali tuelekeako na kutubaidia mwisho mwema. Tuwajali wenzetu tulioacha nyuma, vyeo ni vya muda. Tujali utu na wema. Basi kufikia hapa na kunja jamvi kwa wiki hii. Tukutane tena Jumanne wiki ijayo kwa ajili ya jarida la video. Lakini kwa upande wa vipindi vya redio ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kuaga kwa heri kutoka New York, Marekani.